ine ya nchi hiyo. IPC inasema kuna njaa katika eneo la El Fasher huko magharibi mwa Darfur na katika mji wa Kadugli ulioko katika mkoa wa South Kordofan. Hayo yakiarifiwa, watu 7 wameuawa katika shambulizi la droni lililofanywa katika hospitali ya watoto nchini Sudan. Haya ni kwa mujibu wa madaktari katika taifa hilo lililozongwa na mapigano. Wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa kwenye shambulizi hilo lililofanywa eneo la Kernoi, karibu kilomita 270 kutoka mji wa El Fasher katika eneo la Darfur. Wakati huo huo, mahakama ya kimataifa ya jinai ICC imeonya kuwa ukatili unaofanywa huko El Fasher unaweza kuwa uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita. ICC imesema haya baada ya Umoja wa Mataifa kudai kuwa maelfu ya watu wamelikimbia eneo jirani la El Fasher ambalo limetekwa na wanamgambo wa RSF kwa sasa. Washington. Marekani imesema kuwa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman atafanya ziara rasmi nchini humo tarehe 18 mwezi huu wa Novemba, ambapo atafanya mazungumzo na Rais Donald Trump. Ziara hiyo inakuja wakati ambapo Trump anaishinikiza Saudi Arabia kujiunga na orodha ya nchi ambazo zilitia saini mkataba wa Abraham inayolenga kusawazisha mahusiano baina ya Israel na mataifa kadhaa ya Kiarabu. Mwaka 2020 Trump alikubaliana na Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Sudan na Morocco kusawazisha mahusiano yao na Israel. Lakini Saudi Arabia imesita kujiunga na orodha hiyo kutokana na kukosekana kwa hatua zitakazolifanya Palestina kuwa taifa huru. Ila katika mahojiano Jumapili iliyopita, Trump alisema ana matumaini kuwa Saudi Arabia itajiunga na mikataba hiyo. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Lima. Serikali ya Peru imesema imevunja mahusiano ya kidiplomasia na Mexico kwa kuwa nchi hiyo imempa hifadhi waziri wake mkuu wa zamani. Waziri huyo mkuu wa zamani Betsy Chavez anachunguzwa kwa madai ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi la mwaka 2022 lililofanywa na rais wa zamani Pedro Castillo. Akizungumza na waandishi wa habari, waziri wa mambo ya kigeni wa Peru Hugo Ditela, mbali na kumpa hifadhi Chavez, amesema serikali ya Peru imechukua hatua hiyo kwa kuwa Mexico imekuwa ikiingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo. Peru ilimfukuza nchini humo balozi wa Mexico baada ya Mexico kumpa hifadhi mke wa rais wa zamani wa Peru Pedro Castillo na watoto wake. Castillo anakanusha mashtaka ya kufanya jaribio la mapinduzi, akisema hakubeba silaha dhidi ya nchi yake kwa sababu jeshi lilikataa kutii amri zake. Mtu pekee nje ya familia ya Kim kuhudumu kama rais asiye na mamlaka nchini Korea Kaskazini, Kim Jong-nam, amefariki dunia. Haya ni kulingana na shirika la habari la kitaifa la Korea Kaskazini KCNA lililotoa tangazo hilo leo. Kim Jong-nam ambaye alihudumu katika nafasi hiyo chini ya viongozi wote watatu wa nchi hiyo amefariki dunia jana akiwa na umri wa miaka 97. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ametoa heshima zake kwa kiongozi huyo mapema leo. Nam alihudumu katika wadhifa huo kuanzia mwaka wa 98 na kastaafu mwaka 2019 na ndiye alikuwa kama sura ya diplomasia ya Korea Kaskazini. Na hatimaye Paris, michezoni, mlinda lango mkongwe wa Bayern Munich Manuel Neuer amesema timu yake inafahamu pale pa kuiumiza Paris Saint-Germain kuelekea mechi ya ligi ya vilabu bingwa kati ya miamba hao wawili itakayochezwa leo. Neuer mwenye umri wa miaka 39 amesema hawaiogopi PSG na kwamba wanaelekea katika mechi hiyo kusaka ushindi. Mlinda lango huyo ambaye ameshinda ligi hiyo ya mabingwa mara 2 na Bayern anasema wana mpango maalum wa kushinda PSG. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
Asante sana Jacob Safari kwa taarifa ya habari. Msikilizaji, karibu kwenye uchambuzi wa taarifa zetu kwa kina ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo, na zaidi utasikia kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania. Je, hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan imekuwa na ujumbe gani kwa Watanzania? Ni kwamba ana makusudi ya kuliweka taifa pamoja. Pia huko nchini Uganda, jumuiya ya watu Mbirikimo imetoa wito wa kuwepo hatua za kuhakikisha kwamba nao wanapata haki sawa kama wengine. Watoaji huduma wa afya kama wauguzi wanahisia hasi dhidi ya Mbirikimo, wengine hata kuogopa kuwagusa. Na utasikia pia kuhusu serikali ya Nigeria imepinga vikali vitisho vya kijeshi vilivyotolewa na Rais Donald Trump kuhusu madai ya mateso dhidi ya Wakristo nchini humo. Kwa hayo na mengine mengi, na kusihi baki nasi. Mimi ni Najet Omar. Tunaanza uchambuzi wa taarifa zetu kwa kina zaidi asubuhi ya leo, tukianzia huko nchini Sudan, ambapo hali ya usalama huko, hususan mji wa El Fasher ulioko Darfur Kaskazini, imeendelea kuzorota kwa kiwango cha kutisha. Maelfu ya raia wamekimbia makazi yao wakikwepa mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na kikosi cha wanamgambo, huku wiki za hivi karibuni mashambulizi ya makusudi yameripotiwa dhidi ya hospitali, makambi ya wakazi wa ndani na maeneo ya makazi ya raia. Jacob Safari ametuandalia taarifa zaidi. Watu 7 wameuawa katika shambulizi la droni lililofanywa katika hospitali ya watoto nchini Sudan. Haya ni kwa mujibu wa madaktari katika taifa hilo lililozongwa na mapigano. Wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa kwenye shambulizi hilo lililofanywa eneo la Kernoi, karibu kilomita 270 kutoka mji wa El Fasher katika eneo la Darfur. Mtandao wa madaktari wa Sudan wanasema wanamgambo wa RSF ndio waliofanya shambulizi hilo katika eneo hilo lililo karibu na mpaka wa Chad. Wiki iliyopita wanamgambo wa RSF waliripotiwa kuwaua zaidi ya wagonjwa 460 pamoja na jamaa zao katika hospitali moja ya kina mama wajawazito kujifungua baada ya kuteka mji wa El Fasher. Wakati huo huo, kundi la uangalizi wa njaa duniani IPC limesema kuwa maeneo mawili ya Sudan yanakabiliwa na njaa ambayo iko kwenye hatari ya kuenea katika maeneo mengine ya nchi hiyo. IPC inasema kuna njaa katika eneo la El Fasher huko magharibi mwa Darfur na katika mji wa Kadugli ulioko katika mkoa wa South Kordofan. Kulingana na shirika hilo, njaa hiyo pia inatishia maeneo mengine ambayo mapigano yamekithiri. Hayo yakiarifiwa, mahakama ya kimataifa ya jinai ICC imeonya kuwa ukatili unaofanywa huko El Fasher unaweza kuwa uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita. ICC imeyasema haya baada ya Umoja wa Mataifa kudai kuwa maelfu ya watu wamelikimbia eneo jirani la El Fasher ambalo limetekwa na wanamgambo wa RSF kwa sasa. Kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 36,000 wameikimbia miji na vijiji katika eneo la Kordofan kati ya Oktoba 26 na Ijumaa iliyopita. Kumeripotiwa ongezeko la wanamgambo wa RSF na wanajeshi wa Sudan katika miji na vijiji vilivyoko katika jimbo la North Kordofan. Wanamgambo wa RSF waliozingira mji wa El Fasher kwa miezi 18 na kukata njia zote za makumi kwa maelfu ya watu kupata chakula na bidhaa zingine muhimu. Pande hizo mbili zinalipigania eneo la El Obeid kwa sasa, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la North Kordofan na mji muhimu wa kibiashara unayoiunganisha Darfur na Khartoum. Wanamgambo hao walianza kulishambulia jeshi la Sudan na raia mwezi Aprili mwaka 2023 kwa sababu walinyimwa nafasi ya kujumuishwa kwenye jeshi la nchi hiyo. Kutokea wakati huo, wamefanikiwa kuliteka karibu eneo zima la Darfur Magharibi na wanatuhumiwa kufanya mauaji makubwa, ubakaji na kuwafurusha watu kutoka kwenye maeneo yao kwa misingi ya kikabila. Jeshi la Sudan nalo linatuhumiwa kwa kufanya uhalifu wa kivita kama kurusha mabomu katika maeneo yanayokaliwa na raia. Umoja wa Mataifa unasema kuwa hali iliyosababishwa na vita vinavyoendelea vimeufanya mzozo huo wa Sudan kuwa mbaya zaidi duniani.
Shukran sana Jacob Safari kwa taarifa hiyo. Tuelekee huko nchini Tanzania ambapo baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuapishwa jana kuiongoza kwa muhula mwingine Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umma bado unatafakari maumivu yaliyosababishwa na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, ripoti zikionyesha umwagaji damu umetokea na hivyo kuiacha Tanzania ikiwa katika mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Katika hotuba yake, kiongozi huyo mara baada ya kuapishwa aliukosoa umma uliofanya maandamano akisema suala la usalama la nchi halina mjadala. Mwenzangu Bruce Amani alizungumza na Lukman Maloto na kwanza alimuuliza hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan imepeleka ujumbe gani kwa umma wa Watanzania. Ujumbe ambao nimeupata baada ya kusikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba ana makusudi ya kuliweka taifa pamoja. Ana makusudi ya kuponya nchi majeraha ambayo yametokea ndani ya siku chache ambazo zimetokea hapo. Ana makusudi ya kuendeleza falsafa yake ya R4 na kwa sababu pia ametoa mwanga ni kwamba hajatoa hotuba ya vishindo. Ni ametoa hotuba ambayo yenye kuonyesha kwamba anatambua yaliyotokea na yeye kama rais, kama mfariji mkuu wa nchi anapaswa kuongea neno la faraja, na ndio maana kuna mahali alisema anazungumza kama mama. Bila shaka hotuba yake imekuwa na sauti au wito wa maridhiano zaidi, na kwa kuzingatia mazingira ya sasa, unadhani nani ana wajibu wa hilo, au niseme anaowalenga ni kina nani? Kama nchi, unajua wakati wa kuelekea uchaguzi mkuu kulikuwa kuna mivutano kidogo ya kisiasa ambao sisi tulikuwa tunaamini kwamba inatokana na namna ambavyo watu wanatafsiri katiba. Kwa mfano, Rais Samia, kuna watu waliona kwamba katiba iliyopo au mifumo iliyopo ya uchaguzi isingeweza kutoa fursa sawa kwenye uchaguzi. Kwa hiyo yeye Rais Samia akaahidi kwamba ndani ya siku 100 za kwanza akishaapishwa kuwa rais kwa muhula mwingine, jambo la kwanza kabisa atalolifanya ni kuanzisha mchakato wa kupata katiba mpya. Kwa hiyo tunapozungumza swala la kupata katiba mpya, maana yake unazungumza na Watanzania. Kwa hiyo anapozungumza maridhiano, maana yake ni maridhiano na Watanzania, kwa sababu upo ukweli kwamba miongoni mwa Watanzania kuna watu wanazungumza kauli tofauti. Ndio maana wakati wa uchaguzi unaelekea, kuna watu walikuwa wanasema no reforms no election. Jambo la msingi ambalo hupaswa rais ni kutambua kwamba ambao hawakumchagua na ambao wamemchagua wote ni Watanzania na wanahitaji huduma yake. Ndio, lakini pia tumesikia kauli mashirika ya haki, nchi za kigeni zikitoa kauli kuhusiana na uchaguzi huu, namna ambavyo kuna vitendo ambavyo havikukubalika. Lakini rais anadhamiria kusonga mbele vipi katika hili? Kwanza unajua kuna kitu kimoja ambacho inatakiwa watu wakiangalie. Ni lazima haya mambo yachunguzwe kwa kina kidogo. Haya mambo yaliyotokea, hizi vurugu, ni lazima zichunguzwe, na kama nchi tunahitaji majibu ya kimsingi. Na kwa sababu Rais Samia ameviagiza vyombo vya dola au vyombo ambavyo vinahusika na masuala ya usalama wa nchi kutoa majibu ya nini ambacho kimetokea, tunatakiwa tujielekeze kujua au kusubiri na tuombe majibu ya haraka ya nini hasa kilitokea. Sasa hapa kumekuwa na nadharia pia zimeingia. Kwa mfano, leo umemsikia Rais Samia anasema kwamba miongoni mwa watu waliokamatwa na vyombo vya ulinzi na usalama wa nchi ni watu ambao sio wa Tanzania. Kwa hiyo waliingizwa kufanya fujo. Hiyo tunaisikia. Kwa hiyo lazima haya mambo, kabla ya kunyoosha au kushutumu, inabidi kwanza yafanyiwe kazi, tuone ni kwa namna gani haya makosa yamejitokeza. Yule ambaye anahusika na lawama hizi abebe kwa nafasi yake na kwa kadiri ambavyo anakuwa amehusika. Huyo ni Lukman Maloto, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, alipozungumza na Bruce Amani. Tugeukie sasa huko nchini Nigeria ambako serikali nchini humo imepinga vikali vitisho vya kijeshi vilivyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu madai ya mateso dhidi ya Wakristo nchini humo. Msemaji wa rais Daniel Bwala amesema Marekani haiwezi kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Nigeria bila ya makubaliano ya pamoja. Angela Mdungu anaeleza zaidi.
Madai hayo ya Trump yanatokana na shinikizo kutoka kwa baadhi ya wanasiasa wa Marekani kama seneta Ted Cruz na watu mashuhuri waliodai bila ushahidi kuwa kuna mauaji wa Kristo yanayoendelea nchini Nigeria. Hata hivyo, uchunguzi wa shirika la habari la Associated Press umebaini kuwa waathirika wa migogoro ya usalama nchini humo ni wa dini zote na mara nyingi huathiriwa kutokana na maeneo wanayoishi badala ya imani zao. Trump kupitia ujumbe aliouweka kwenye mitandao ya kijamii Jumamosi alidai kuwa serikali ya Nigeria inaruhusu mauaji ya Wakristo na kutishia kusitisha misaada yote kwa taifa hilo. Aliongeza kuwa Marekani inaweza kuingilia kijeshi ili kuangamiza kile alichokiita magaidi wa Kiislamu wanaotekeleza ukatili huo. Baada ya ujumbe huo, msemaji wa rais wa Nigeria, Daniel Bwala, amesema madai hayo yanategemea ripoti za zamani, hasa wakati kundi la Boko Haram lilipoanzisha uasi wa kutekeleza tafsiri kali ya sheria ya Kiislamu. Cyril Abaku ni mtangazaji na mchambuzi wa siasa kutoka Nigeria na amesema kuwa madai hayo ni vyema uwazi ukawepo kwenye suala hili ili Marekani iweze kuelewa. Madai na tuhuma za kuingilia mambo ya ndani ya nchi yanaweza kuwepo, lakini swali la msingi ni tunafaidika nini? Tunajua kuna vita Ukraine na mauaji huko Gaza bila shaka, lakini kwa sisi wa Nigeria yanayotokea hapa nchini ndio yanatugusa moja kwa moja. Mauaji yamefikia kiwango cha kuto kuvumilika. Kwa hivyo ninachoona ni kwamba tunapaswa kufikiria, ikiwa Marekani imeonyesha nia, ni vipi sisi kama wananchi na serikali tunaweza kushirikiana. Viongozi wa kidini nchini Nigeria pia wamepinga madai ya mateso ya Wakristo. Joseph Hayab, aliyewahi kuwa mwenyekiti wa chama cha Wakristo Nigeria CAN katika jimbo la Kaduna, amesema hakuna ushahidi wa mateso hayo, ingawa amekiri kuwa serikali inapaswa kuongeza juhudi za kulinda maisha ya raia katika maeneo yenye migogoro. Cheta Nwanze kutoka taasisi ya SBM Intelligence amesema hali ya kutowajibika kwa wahalifu inaonyesha udhaifu mkubwa wa dola. Kwa miaka mingi, Nigeria imekumbwa na changamoto za kiusalama, hasa kaskazini mwa nchi ambapo mashambulizi hufanywa na Boko Haram na magenge yenye silaha. Shukran sana Angela Mdungu kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, ni hukumbushe tunasikika pia kupitia YouTube na Facebook. Na sasa tunageukia suala la mabadiliko ya tabia nchi, ambapo nchi mbalimbali zinajitahidi kuwasilisha malengo mapya ya hali ya hewa kwa mwaka 2035. Hata hivyo, licha hatua zilizopigwa, bado kuna wasiwasi kwamba kasi ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ni ndogo mno. Uchambuzi wa ripoti ya mwandishi wa DW Louise Osborne inasomwa na Wakio Mbogo. Wachambuzi wa taasisi ya rasilimali duniani WRI ambao hufuatilia uwasilishaji wa malengo hayo wamesema zikiwa zimesalia siku chache kabla ya mkutano wa kimataifa wa hali ya hewa wa COP30 kuanza katika jiji la Belém nchini Brazil, ni nchi 65 pekee ambazo tayari zimewasilisha rasmi malengo yao ya hali ya hewa. Hii inawakilisha takriban 36% ya utoaji wa hewa chafu duniani. Utoaji wa gesi inayochafua mazingira unaotokana na uchomaji wa makaa ya mawe, gesi asilia na mafuta ndio unaosababisha mabadiliko katika hali ya hewa duniani na kuleta ukame, mafuriko, dhoruba na joto kali linaloua watu. Imepita miaka 10 tangu kupitishwa kwa makubaliano ya kimataifa ya hali ya hewa ya mwaka 2015, makubaliano yenye malengo makubwa zaidi hadi sasa. Kulingana na makubaliano hayo, viongozi wa dunia waliahidi kupunguza ongezeko la wastani wa joto duniani hadi chini ya nyuzi joto 2 na ikiwezekana kuzuia lisizidi nyuzi joto 1.5. Simon Stiell, mkuu wa masuala ya tabia nchi wa Umoja wa Mataifa, amesema kuwa kuna maendeleo halisi yanayopatikana, lakini kasi yake inapaswa kuongezeka na kuwa ya haki zaidi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa, kama ahadi zilizotolewa zitatekelezwa, basi kutakuwa na upungufu wa takriban 10% ya utoaji wa hewa chafu duniani kufikia mwaka 2035. Melanie Robinson, mkurugenzi wa mpango wa hali ya hewa, uchumi na fedha wa kimataifa WRI, amesema kuwa mabadiliko yanaendelea, akitaja uwekezaji katika nishati ya jua, magari ya umeme na ufadhili wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza na shirika la habari la The Guardian la Uingereza, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alisema kuwa dunia imeshindwa kuzuia kupanda kwa joto duniani kupita kiwango cha nyuzi joto 1.5 katika miaka michache ijayo. Umoja wa Ulaya, China na India ni miongoni mwa watoaji wakubwa wa hewa chafu ambao bado hawajawasilisha rasmi malengo yao.
Wakati wa wiki ya hali ya hewa ya New York mwezi Septemba, rais wa China Xi Jinping pia alitangaza dhamira ya kupunguza utoaji wa gesi chafu kwa kati ya 7 hadi 10 kutoka kiwango chake cha juu, kiwango ambacho wachambuzi wanaamini China imekifikia au iko karibu kukifikia. Wakosoaji wamesema ahadi hiyo ni ndogo mno, lakini wataalam wameiambia DW kwamba China huenda ikatimiza na hata kuzidi lengo lake. Shukran sana wa Kiumbogo kwa taarifa hiyo, na tukamilishe uchambuzi wa taarifa zetu asubuhi hii tukielekea huko nchini Uganda, ambako jumuiya ya watu mbilikimo nchini humo imetoa wito wa kuwepo kwa hatua za kuhakikisha kwamba wanapata haki zao kama watu wengine, huku huduma stahiki kama afya, fursa za kazi na mapato zikizingatiwa. Mwandishi wetu kutoka Uganda, Lubega Emmanuel, ametuandalia taarifa hii. Nchini Uganda, ambako kutokana na sensa ya hivi karibuni idadi ya mbilikimo ilibainika kuwa zaidi ya watu 190,000. Watu hao wanalalamikia changamoto zinazowakumba ikiwa ni pamoja na unyanyapaa. John Musana ni mwenyekiti wa wakfu wa mbilikimo. Health service provider, the nurses, they have different attitudes towards these people. Watoaji huduma wa afya kama wauguzi wanahisia hasi dhidi ya mbilikimo wengine, hata huogopa kuwagusa. And even they fear even to touch them. Jamii imeendeleza mjadala ikiwa watu hawa wafupi waorodheshwe katika kundi la walio na ulemavu. Kulingana na Shamimu Wekobera, ambaye ni mwanamke mbilikimo na mwanaharakati wa kupigania haki zao, anasema kutokana na mapungufu yao, bila shaka wao ni watu wenye ulemavu. Unawakuta watu wakikuuliza, wewe pia una ulemavu? Kimo chetu hakituruhusu kufanya mambo kama wengine, na wengi wanahisia hasi dhidi yetu. The rudeness, the negative attitude. Mojawapo ya maeneo ambapo watu hao ambao wanapendelea kuitwa watu wenye kimo kifupi wanahimiza kuzingatiwa katika utoaji huduma za afya ya uzazi. Kimaumbile, akina mama mbilikimo hawezi kujifungua kwa njia za kawaida, lakini wengi wao wamejikuta mashakani kutokana na gharama za kujifungua kwa njia ya upasuaji. Shamimu Wekobera na Joel Kawanguzi, ambaye pia ni mmoja kati ya wanaharakati wanaopigania haki za wenzao nchini Uganda, wanasema We are trying to see that the future for those ones who are coming. Tunajaribu kuona kwamba mustakabali wa wale watakaokuja baada yetu ubora. Women undergo cesarean section, especially mbali na kuwa wanawake hujifungua kwa njia za upasuaji, wanakumbwa na changamoto nyingi zinazotokana na ulemavu huu along with the disability. Ama kuhusu swala la upatikanaji fursa za elimu na ajira, mbilikimo wanadai kuwa jamii huwatenga na kuonyesha kutowajali, kwamba wao si binadamu wa kawaida na kwa hivyo hawastahili kupata elimu, kazi na njia zingine za kuingiza mapato. Wanasema hii ni kero kubwa ambayo huanzia kwenye ngazi ya familia, ambapo watoto mbilikimo hukoseshwa fursa za elimu, huku baadhi ya wazazi, hasa akina baba, wakiwatelekeza na kuwachukulia kama laana kwa familia zao. Asante sana Emmanuel Lubega, na hadi kufikia hapa, msikilizaji wa DW Kiswahili, sina la ziada. Endelea kusikiliza makala tulizokuandalia. Mimi ni Najat Omar. DW Afya yako. Hatimaye, Afrika Kusini, taifa lenye idadi kubwa zaidi duniani ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, limeingia kwenye orodha ya nchi za kwanza kunufaika na sindano ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi iitwayo Lenacapavir. Sindano hii itakayoleta mapinduzi katika sekta ya afya inawalenga watu ambao bado hawajaambukizwa, lakini wako katika hatari kubwa ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kupitia dawa hii, mtu atahitaji kuchoma sindano 2 tu kwa mwaka, kwani hulinda mwili dhidi ya virusi vya ukimwi kwa kipindi cha hadi miezi 6. Mpenzi msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika makala ya afya yako. Mimi ni Bryson Bichwa. Katika jitihada za kukomesha maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi, serikali ya Afrika Kusini inapanga kuzindua rasmi dawa hii ya muda mrefu ambayo wataalamu wanasema inaweza kubadilisha mwelekeo wa vita dhidi ya virusi hivyo. Waziri wa afya wa Afrika Kusini Dr. Aaron Motsoaledi anafafanua kwamba sindano hii haibadilishi tiba ya walioathirika, bali inawalenga watu walio salama lakini wako katika hatari ya kuambukizwa virusi hivyo. It is not for treatment. Hii si kwa ajili ya matibabu, bali ni kwa ajili ya kinga. Wale ambao tayari wanaishi na VVU wataendelea na tiba zao za sasa.
Sindano hii ni kwa wale ambao bado hawajaambukizwa, lakini wako kwenye hatari kubwa ya kuambukizwa. Katika majaribio ya kliniki, lenacapavir imeonyesha matokeo ya kuvutia, hasa miongoni mwa wazazi wa kike vijana, kundi ambalo linaongoza kwa maambukizi mapya barani Afrika. Katika majaribio, dawa hii ilionekana kuwa na ufanisi wa 100%. Kijana anayepokea sindano hizo 2 kwa mwaka anahakikishiwa ulinzi kamili dhidi ya virusi vya ukimwi. Kwa upande wa shirika la afya duniani WHO, mkurugenzi mkuu Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema mafanikio haya yanaweza kuwa hatua muhimu kuelekea kukomesha ukimwi barani Afrika. Japo tunakabiliwa na changamoto nyingi, sindano hii yenye nguvu ya kinga inaweza kusaidia Afrika Kusini kufikia lengo lake la kumaliza ukimwi. Kwa muda mrefu, hospitali nyingi nchini Afrika Kusini zimekuwa zikizidiwa na idadi kubwa ya wagonjwa wa ukimwi, huku wengi wao wakirudi wakiwa na hali mbaya baada ya kusitisha tiba. Ujio wa lenacapavir unatarajiwa kupunguza mzigo huo, kwa kuwa watu wengi zaidi wataweza kujikinga mapema kabla ya kuambukizwa. Londiwe Sangweni, mkaazi wa Pretoria, anazungumzia umuhimu wa sindano hii. Inaokoa muda wangu na siwezi kuwa nikija hospitalini kila mara, kwa sababu wakati mwingine naenda shule na wakati mwingine pia naenda kazini. Kwa hiyo ni rahisi sana kwangu kuipata mara moja na kisha kurudi baada ya miezi 6. Cha kuvutia zaidi ni kwamba sindano hii ambayo hapo awali iligharimu dola 28,000 za Marekani kwa mwaka, sasa itauzwa kwa dola 40 pekee, chini ya 0.1% ya bei ya awali. Hii imewezekana baada ya kampuni ya Gilead kutoa leseni za bure kwa wazalishaji wengine kwa msaada wa mashirika kama Clinton Health Access Initiative na taasisi ya Gates. Mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa afya barani Afrika, Limakatso Lebina, anasema kwa sasa hii ndiyo dawa ya kwanza duniani yenye nguvu kubwa dhidi ya ukimwi. Hii ndio mara ya kwanza kuona dawa ya kinga dhidi ya VVU inayotoa ulinzi wa 100% kwa wanawake waliopokea sindano. Wote waliotumia hawakuambukizwa, tofauti na wale waliotumia dawa za kumeza kila siku. Kwa sasa Afrika Kusini inasubiri kibali rasmi kutoka kwenye mamlaka ya bidhaa za afya SAHPRA ili kuanza kutoa dawa hii hatua kwa hatua katika hospitali za umma. Hadi hapo ndipo tunafika mwisho wa makala ya afya yako. Ulikuwa nami Bryson Bichwa, hadi wakati mwingine, kwa heri. Na hadi kufikia hapa ndiyo tamati ya matangazo yetu ya asubuhi hii leo. Shukran kwa kuungana nasi na nikusihi uungane nasi tena katika matangazo yetu ya mchana itakapotimia saa 7 kamili. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Najat Omar na kutakia asubuhi njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini. Asante sana pote pale ulipo msikizaji. Basi imekuwa ni taarifa yetu ya habari ambayo namna hiyo tumepokea kupitia washirika wetu ambao ni DW idhaa ya Kiswahili, wakati huu basi tunaingia kwenye sehemu ambayo ni ya kupokea kiziba mkonga cha sasa. Kabla ya kuhitimisha, tupokee kiziba mkonga.
jibu la hitaji la mtu. Wewe ni jibu la hitaji la mtu. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.